La Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nalibariki na kulitukuza jina lako Mfalme. Asante kwa neema, asante kwa kibali, asante kwa ajili ya siku ya leo. Baba, ninalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya kuhani nabii mtumishi wako mpoko mafuta wa Bwana. Asante kwa ajili ya familia yake na nyumba yake. Asante kwa ajili ya watendakazi wote wa Gideon Online. Asante kwa ajili ya kusanyiko la siku ya leo. Asante Yesu Kristo kwa ndugu mtazamaji wa Gideon Online. Baba, imekupendeza leo tuwepo mahali hapa Baba. Tazama majira haya Mfalme, tuenda kulitafakari neno lako. Yesu, ninaomba achilia neema yako, nguvu zako na uwezesho wako, ukafunue fahamu zetu na akili zetu tukapate kuelewa maandiko. Roho Mtakatifu na utamalaki mahali hapa, unijalie kulinena neno lako kwa uhodari na kwa ushujaa, ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mwenye pumzi amshangilie Bwana aseme amen. Karibu taifa la Mungu kwa ajili ya tafakari yetu ya neno ya siku ya leo. Ndugu mtazamaji wa Gideon Online, karibu sana kwa ajili ya tafakari ya neno siku ya leo. Ujumbe wetu wa siku ya leo: jina langu liwepo kitabuni. Jina lako Esther liwepo kitabuni. Jina lako Bite liwepo kitabuni. Jina lako Gifti liwepo kitabuni. Tukapate ujumbe kutoka neno la Mungu kutoka Ufunuo wa Yohana. Fungua kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20 mstari wa 11 hadi wa 15. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Bwana linasema kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye akatie juu yake, ambaye nchi na mbingu zinakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Mstari wa 15. Na iwapo mtu yoyote akuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Amen, mshangilie Bwana. Ujumbe wetu wa siku ya leo unasema jina langu liwepo kitabuni. Hapa ndugu mtazamaji, tunajifunza kwamba hapa amesema kitabu na vitabu. Biblia inasema kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Haleluya kanisa. Hapa amesema kiti cha enzi kikubwa cheupe, yeye aketie juu yake ni nani? Ambaye nchi na mbingu zinakimbia mbele ya uso wake. Mtu wa Mungu anayekaa kwenye kiti cha enzi ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa majeshi, ni Mungu mwenye enzi yote, ni Mungu mwenye uweza na mamlaka, anayetawala mbingu na nchi, na sisi tu kazi ya mikono yake. Amina, watu wa Mungu. Amesema yeye anakaa kwenye kiti cha enzi. Mtu wa Mungu, kupitia neno hili tunajifunza kwamba Mungu anatisha. Ikiwa kwamba nchi na mbingu zinakimbia mbele yake, ni Mungu wa kuogopa, si Mungu wa mazoea, si kumzoelea Mungu. Mungu sio kawaida kama tunavyofikiri, kama tunavyofanya. Ingekuwa tunaelewa, ingekuwa tunajua, tusingekuwa tunatenda uovu. Maana neno la Mungu linasema nchi na mbingu zikakimbia mbele ya uso wake. Haleluya kanisa. Mstari wa 12 inasema nikawaona wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Haleluya watu wa Mungu. Kupitia mstari huu tunajifunza, watu wa Mungu, kuna maisha mengine baada ya hapa duniani. Ukisha kufa kuna maisha mengine. Kwa hiyo Biblia inasema kabisa, nikawaona wafu wale waliokufa
Amina, watu wa Mungu. Tunajifunza kwamba mtu anapoishi hapa duniani ni safari, lakini iko siku ambayo utakufa, na ukifa mwili wako unaenda ardhini, roho yako inaenda kwa Mwenyezi Mungu ikiwa matendo yako ni mema. Haleluya, watu wa Mungu. Anaendelea kusema na vitabu vikafunguliwa na kitabu. Na hapa ujumbe wetu unasema jina langu liwepo kitabuni, jina lako liwepo kitabuni. Hapa anasema hivi, vitabu vikafunguliwa. Hivyo vitabu vina maana gani? Mtu wa Mungu, unapoishi hapa duniani, jua kwamba viko vitabu vinavyorekodi maisha yako, vinavyoangalia matendo yako unayotenda, yanarekodiwa, iwe ni mema iwe ni mabaya, yanaandikwa. Lakini hapa tunaona neno vitabu. Vitabu ni wingi. Ina maana kwamba hivi vitabu ni vingi, na maana yake hivi vitabu kazi yake ni kuandika majina ya wale watu ambao hawajamkubali Yesu, wale ambao hawajamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Majina yao baada ya kufa hapa duniani, matendo yao, hawajaishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, majina yao yanaandikwa kwenye hivyo vitabu. Haleluya, watu wa Mungu. Na hivi vitabu wanaoandikwa ni wengi. Unaweza kulinganisha na kitabu cha Mathayo. Utaenda kusoma mwenyewe kwa muda wako. Mathayo 7 mstari wa 13, neno la Mungu linasema kwamba njia pana waendao ni wengi. Na hapa tunaona vitabu, majina yaandikwayo ni mengi. Haleluya, watu wa Mungu. Mtu wa Mungu ambaye bado hujamkubali Yesu, mkiri, mkubali, mpokee ili jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Haleluya, watu wa Mungu. Wangapi tuko pamoja? Punga mkono wako. Umeelewa sasa maana ya vitabu? Vitabu vimeandikwa majina ya wale watu ambao hawajaokoka. Tuje kwenye kitabu. Kitabu ni kimoja. Amesema kitabu. Na kitabu hiki ni cha wale watu ambao majina yao yameandikwa na matendo yao yameandikwa. Baada ya maisha yao hapa duniani, rekodi zao zimeandikwa kwenye kile kitabu. Na kitabu hiki ni cha wale watu ambao wamempokea Yesu, wakamkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Matendo yao, wanaishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, wanazishika sheria za Mungu, wanafuata yale maelekezo wanayoelekezwa na watumishi wa Mungu. Baada ya maisha yao hapa duniani, majina yao, kazi zao, matendo yao yanarekodiwa kwenye hichi kitabu cha uzima. Haleluya, watu wa Mungu, mshangilie Bwana. Na katika kitabu hiki ninaweza kulinganisha na hiyo Mathayo 7 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema njia ni nyembamba, njia imesonga ingia uzimani, na wote waipitao ile njia ni wachache. Na hichi kitabu unaona kimoja, wanaoandikwa ni wachache. Mtu wa Mungu, kubali siku ya leo jina lako liwepo kwenye kitabu cha uzima. Haleluya, watu wa Mungu. Neno la Mungu linaendelea kusema hapa. Anasema vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo haya yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yako. Amina, watu wa Mungu. Matendo yako unayoishi hapa duniani, ikiwa ni mema utavuna mema, ikiwa ni mabaya utavuna mabaya. Maana amesema matendo yako yakiwa Haleluya, kanisa. Mstari wa 15 neno la Bwana linasema, na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Mshangilie Bwana. Haleluya, watu wa Mungu. Siku ya leo, ndugu mtazamaji wa Gideon Online, Biblia imesema hapa, ikiwa jina lako alijaandikwa kwenye kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Ni muda wako sasa, muda ni sasa, mtu wa Mungu, kutafakari matendo yako, mwenendo wako, tabia yako, ili
ili urekebishe, uangalie ni wapi ulikoanguka, ili jina lako liwe katika kitabu cha uzima. Haleluya, watu wa Mungu. Ndugu mtazamaji, siku yale hujachelewa bado. Wakati wa kutengeneza ni sasa. Maamuzi yako kwako. Amua, mtu wa Mungu, amua hapo ulipo. Unatamani nini? Maisha yako ya baadaye. Neno la Mungu linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Je, kesho yako umeiandaaje? Je, jina lako litakuwaje? Haleluya, watu wa Mungu. Wakati ni sasa. Tengeneza mambo yako. Tengeneza kesho yako. Jina lako liwepo kitabuni. Amina. Soma tena kwenye kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 33. Neno la Bwana linasema, Kutoka 32 mstari wa 33. Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Mshangilie Bwana. Mtu uliokoka, mtu ambaye umesema wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, angalia njia zako, angalia mwenendo wako sawa sawa na neno la Mungu linasema kwamba Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Ikiwa jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, ukitenda dhambi mara moja jina lako linafutwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninaomba tengeneza mambo yako. Wewe uliokoka, simama kwa uaminifu, endelea kumng'ang'ania Mungu, endelea kuishi sawa sawa na mapenzi yako. Haleluya. Na wewe ambaye bado hujaokoka, mkubali Yesu, mpokee kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na jina lako litafutwa kwenye kitabu cha hukumu na kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Haleluya kanisa. Mtu wa Mungu ambaye bado hujamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ninaomba usimame hapo ulipo, uinue mikono yako juu, nikuongoze sala ya toba na jina lako litaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, tazama kusanyiko hili, tazama ndugu mtazamaji wa Gideon Online. Siku ya leo wamelisikia neno lako Bwana. Anatamani jina lake liandikwe kwenye kitabu chako cha uzima. Baba, ninaomba toba kwa ajili ya watu hawa. Ninaomba achilia rehema Yesu. Naomba samehe makosa, samehe dhambi, samehe uovu katika jina la Yesu Kristo. Baba, uwatakase kwa damu yako takatifu iliyomwagika pale msalabani. Ninakusihi Mungu wangu katika jina la Yesu Kristo, ufute jina lake kwenye kitabu chako cha hukumu na uandike jina lake kwenye kitabu chako cha uzima. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mshangilie Bwana, mwambie Yesu asante. Umekuwa huru sasa na jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Simama hapo, endelea kulitafakari neno la Bwana, endelea kulisoma neno la Bwana. Wewe uliyemkubali Yesu, soma neno la Mungu, endelea kuja madhabahuni mwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa ajili ya kusanyiko hili. Asante kwa ajili ya mtazamaji wa Gideon Online. Baba, watu hawa Bwana ninawaleta mikononi mwako Baba. Ninaomba uwape neema ya kushinda dhambi, neema ya kushinda uovu katika jina la Yesu Kristo, maana ninajua peke yao Bwana hawawezi, lakini kwa neema yako watashinda na zaidi ya kushinda. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kila mwenye pumzi amshangilie Bwana aseme amen. Asante Yesu. Ongeza makofi kwa Bwana. Yesu asante.